Mwaka jana tuleta watu wa tamasha. Mashabiki wa Simba na Yanga. Nimecheza mimi, amecheza Godi, amecheza Famau, tumecheza kibao. Akaita na 20. Kwa tabia ni kama kozi, haibadiliki. Haibadiliki. Kafanya huo mafia tena. Unasema mafia ni ujinga. Wazani mashabiki ambao wamekaa benchi wamekuwa waganga wengine jukwani watamuunga mkono. Na wasipojielewa. Kwa sababu wakiita bana tunataka mashabiki tunataka nini? Influencer wa Simba, si ndio? Waje kutunga mkono. Wale wacheza uwanjani watataka kumunga mkono. Wengine tunawashazoea kuwaona. Sikiliza. Yaani yule JB 60 ndio amekuwa mganga. Si kwa kitu ma influencer ataenda kama influencer au mganga. Mganga. Kisugu naye. Wamesema Kisugu alikuwa injured. Blaza so hamna injury wala hamna nini. Mzee wa Salute hamna injury hamna nini. Semaje? Niamini mimi ninachokuambia. Kwa wakiitwa influencer wa Simba waende kuenda kupiga vigoma vyao. Wataenda wale wachezaji wa ligi kuu ambao wamecheza leo. Mazungumza wawili Mzalamu na Dr. Mo. Tumetaja hapa wachezaji 16 ambao wanacheza ligi kuu na daraja la kwanza. Umeelewa sio? Kwa kiita kuna vigoma wale mnaonaga? Hapana. Sasa simejua mwanzoni kwa nini amkugoma? No, sio kugoma. Tuliwaambia hivi. Kwa sababu mmefungwa ndio mmeanza kuja tena. Sio kufungwa. Tuliwaambia ili imeletwa ni tamasha ambalo la mashabiki. Umeelewa sio? Yaani hapa tuangalie kufungwa wala kushinda. Huyu shabiki umemwondoa katika hadhi ya ushabiki amekuwa mganga. Shabiki umemwondoa katika hadhi ya ushabiki amekuwa ni mlinzi. Umeelewa? Heshima mbele ya jamii imepotea. Kuna mama yake na mke wake anajisinana leo kwa tegemea. Kuna TV anategemea amuone mume wake anache. Kaonekana. Kumbe wao una timu amekuwa mganga. Kisugu alikuwa anatakiwa aonekane leo. Familia yote wameona. Mpaka mama yake Kisiju huko ameambia bwana leo nacheza. Kisugu amekaa chumbani amemfungia amekuwa mganga wa timu. Kwa mechi irudiwe. Usiambie mechi kwani mechi imeisha. Hii mechi imevunjika. Mmegoma. Sikiza. Bingwa kapatikana. Sikiza bingwa kapatikana. Wewe uliona wapi duniani? Duniani uliona wapi mpira unacheza dakika 70? Tusaidie wewe. Wewe duniani waambie dunia wewe ni mwandishi wa habari na mchambuzi. Duniani uliona wapi mpira dakika 70 au dakika 25 mpira umeisha? Baada nyewe kususa. Haujajibu swali. Mbona swali jepesi? Baada nyewe kususa. Haujajibu swali. Tuambie duniani unaona wapi dakika 25? Mpira umeisha wapi? Utolee mfano. Baada nyewe kususa ndipo mechi ilipoisha. Ndio tumeona leo. Hilo swali Tanzania nimemuuliza jamani. Umesikia? Yaani wewe ni mwandishi mkubwa. Tena huyu jamaa wangu yuko Marekani. Anakufuatilia hapa yuko Marekani. Nimekuuliza swali jepesi. Duniani katika football wanasema mpira dakika 45, first half, second half dakika 45, jumla dakika ngapi? 90. Mpira umechezwa dakika 20. Tuambie duniani uliona wapi timu za dakika 20 sio dakika 45 ambazo zimekubaliana? Alafu timu kapewa kombe. Tuambie duniani umeona wapi? Kwa sababu hilo limetokea sasa. Jibu swali. Unapojibu mwalimu. Kwa sababu hilo limetokea sasa. Tutarajie mechi itarudiwa. Nani? Kwa sababu hilo limetokea sasa. Tutarajie mechi itarudiwa. Haijaisha. Kama mechi haijaisha tafsiri yake nini? Sikiliza basi. Ligi kuu mnaonaga nyinyi? Unaona. Mpira unachezwa baada ya dakika 70. Mpira umetokea mvua ya kutosha. Sanailisha mechi. Zile dakika 20 ngapi paje? Wanakuja kucompensate kesho yake asubuhi. Hao mfuatiliaji mpira nyenye. Fuatilia sana. Si ndio? Ili ukamilisha dakika 90. Hapo umesema sababu ya mvua hapo kumbuka. Nimetolea sababu ya mvua. Ikitokea kama ipo nje ya control ya binadamu. Kwani hapa kwa mfano hapa hii ambayo imetokea leo. Kama inaweza kuzuilika basi songezuia. Hii iendelee. Kwa hata hiyo kuna matatizo ambayo yanatokea kibinadamu na kuna matatizo ambayo Mungu kwa uwezo wake anayatoa. Unaelewa sio? Hii imeshinda kuzuilika manake dakika zilizochezwa zilizobaki kifanyaje kibono. Au ikiwezekana kwa sababu watu wanalalamikia maamuzi ya refari. Kweli. Kanyima penalti 3 ambao dunia ameona. Ya mwisho mpaka msaidizi wake kafanya kibendera hivi. Anamwambia hivi ile penalty mwamuzi msaidizi huko. Kagoma. Wewe unafanyaje? Tushauri wewe. Kwa hiyo mmehujumiwa sasa. Sasa hiyo yani wewe mwandishi unatakiwa ufanye review. Kama msaidizi anasema kibendera asema sio ile ni penalty. Mwamuzi kagoma. Wewe unafanyaje?
tushauriane. Mechi za fair kama hizi mwamuzi anakuwa Mwenye maamuzi ya mwisho ni mwamuzi wa katikati. Kwa hiyo Sikiza. Yaani sasa ndio hivyo sasa. Mwamuzi wa katikati kaamua kutunyima penalti 3. Si ndio? Za halali. Umma ya Watanzania, umma ya mashabiki milioni 35 wa klabu ya Yanga na walikuja tuunga mkono hapa. Wamesema kulingana na matatizo haya ya mwamuzi, hii mechi ifike hapo nini? Mwisho. Aidha mwamuzi abadilishwe au aidha ipigwe ni busara ya mwamuzi. Ukiona jambo limekushinda, kwa mfano, hiyo inatokea tukokota hata ofisini. Unasikana leo ukajisikia vibaya ukaumwa hapa, si ndio? Ukampa huyu nini? Aendelee na kazi, si ndio? Hiyo inatokea. Alikuwepo na siku mbaya kazini. Hiyo siku mbaya, lakini mpira ni mchezo wa hisia. Umekusanya watu wa namna nyingi na wako watu wengi zaidi, si ndio? Hili kuendelea na hisia ili watu waendelee kushabikia mpira na kuupa support. Wewe kibinadamu leo siku yangu ni mbaya. Unaifanya maumia tu. Kweli. Unaenda nje, mwamuzi msaidizi anaendelea na au kama Kobisi alichofanya leo au Kobisi mazoezi. Kafanya mazoezi, amemrusha, ni mtu mzima, wamemrusha kule hewani, si ndio? Vijana. Akaumia, akaingia nani mwingine? Lakini Kobisi nafahamu ni kipa wetu. Kipa bora. Na kipa bora. Kwa sababu Kobisi akikaa golini, hakuna kipa ambaye anaweza kumfikia. Kobisi anakaa golini pale akitanda. Nani atamfunga? Kwa sababu yeye mwenyewe goli zima anajaa, unamfungaje? Na Pacome hawezi kumfunga, ni golikipa wake. Kobisi ukikaa mzee wa chafu tatu, mzee wa kubeti. Huyu mwamba akikaa golini ni hatari, anatisha. Kwanza mmemuona leo. Kapiga usongo, kachia ndevu. Kwa Tanzania hii hapa Kobisi wa kwanza, wa pili Diara pekee. Bwana mwalimu Yanga kesho pia wanasema wasanii wako kule wanasoma Al-Badir. Inasadikika nyinyi mna mashushishu wengi sana Simba. Kwa hiyo nitawakuta kesho. Sasa sikiza kitu kimoja. Al-Badir. Ni lazima uwe na zumuni, umeelewa? Kweli. Sikiliza kitu kimoja. Hawana jambo moja kote. Tunasema Al-Badir ndio kama hivyo Badili wewe mtu mwenyewe sio msafi. Unapata? Huwezi kupata. Yaani mtu amekaa baa na kunywa pombe kesho anakusema Al-Badir. Kesho akaamka kaona. Yaani Mungu huyo kweli anaweza kubali kwa kitu. Tuseme ukweli wa Mungu. Lakini Al-Badir una mchezaji gani? Yaani mchezaji gani ambao ukisema bwana mimi timu yangu huyu mchezaji alikuwa nayo ni tishio, usome Al-Badir. Timu mbovu umesajili hovyo, umekota wachezaji hovyo, unasema usome Al-Badir. Cha kwanza wangeanza kutengeneza management yake afa tafute wachezaji. Badilie ndani na quality. Sasa unasoma yani ni sasa kama wewe yani mfano mzuri. Nisikie mfano wewe. Wewe kwa mfano wewe usome. Kwa mfano wewe ufanye kazi unalala nyumbani kila siku. Umeelewa? Kila siku afu unataka pesa. Inawezekana? Hata Mungu anasema haiwezekani. Asiyefanya kazi nafaja nasi hangaika. Sasa uchezaji hauna. Unamdanganya nani? Unamsomea mtu Al-Badir. Unamdanganya nani? Sema wamemisi supu. Hiyo ndio jambo la msingi. Mbuzi tunawapelekea. Na sisi mbuzi tutapelekea. Yaani wamemisi